Kwa majina anaitwa Maliki S. Marupu, S. Marupu wa Marupu S. Kwa kweli nimesikia ile jambo kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kupitia makamu mwenyekiti wake John Heche amesema kwamba Chadema wao wanataka Tanzania tuwe na serikali ya mpito ambayo itasimamiwa na mashirika ya kimataifa na taasisi za kimataifa na jumuiya za kimataifa ndio waweze kusimamia serikali hiyo ya mpito. Labda kwa kumfahamisha, nimesikitika tu kwanza kwa hiyo statement kwamba inaonekana kabisa weledi wake kuhusu namna ambavyo serikali za mpito zinavyoundwa hana ule weledi wa kutosha. Labda nimsaidie yeye na niwasaidie na Watanzania wengine. Serikali ya mpito huwa inaundwa katika nchi ambayo uchaguzi umefanyika ama hakuna uchaguzi uliofanyika, isipokuwa yametokea machafuko ndani ya nchi, machafuko ambayo yanaashiria kuwa serikali iliyopo madarakani haiwezi kuendelea tena majukumu yake na haiwezi kuendelea tena uundwaji wa serikali, na serikali hiyo tayari wananchi hawaitaki na hawahitaji kutokana na machafuko hayo. Kwa hiyo serikali ya mpito inaundwa na vyombo vya ulinzi kuchukua nchi kwa ajili ya kuendesha kwa muda mfupi, huku taratibu wa kuandaa uchaguzi wa kidemokrasia kufanyika na rais apatikanike kwa kupitia njia ya kidemokrasia. Kwa hiyo serikali ya mpito ndivyo namna inavyoundwa. Tanzania hatujapata machafuko ya wenyewe kwa wenyewe ama shida ya kiusalama ndani ya nchi katika hatua ambayo inaweza kupelekea sasa vyombo vya ulinzi na usalama kuona kwamba hapana, sasa nchi iwe chini ya usimamizi wa jeshi katika kipindi cha maalumu, huku mchakato wa kuanzishwa utaratibu wa kidemokrasia kumpata rais anayetokana na wananchi kufanyika. Kwa hiyo serikali ya mpito inapatikanika kwenye modality hiyo. Lakini kuna pointi moja alizungumza pale, akasema hiyo serikali ya mpito isimamiwe na vyombo huru vya Umoja wa Mataifa na vyombo huru vya kimataifa. Labda nimsaidie tu my brother. Mwaka 1945 Umoja wa Mataifa ulifanya declaration yake kwenye kikao chake cha jumuiya ya Umoja wa Mataifa kwamba mataifa hayatakuwa na uwezo ama jumuiya za kimataifa hazitakuwa na uwezo wa kuiongoza nchi yoyote duniani. Jumuiya za kimataifa hazitakuwa na uwezo wa kuongoza nchi ya aina yoyote duniani. Umeona, kutokana na madhara yaliyojitokeza baada ya League of Nations ilianzishwa mwaka 1919 kupata changamoto kubwa wakati walipopewa mamlaka ya kuziongoza nchi za Ulaya mara baada ya kutokea ile vita za wenyewe kwa wenyewe ama nchi moja kuipiga nchi nyingine. Baada ya kushindwa kwa ile nchi ilikuwa ikiwekwa chini ya usimamizi wa League of Nations tangu ilipoanzishwa mwaka 1919. Palitokea ubadilifu mkubwa, wizi mkubwa, ukiukwaji wa haki za kibinadamu wa kiwango cha juu ambao ulipelekea sasa jumuiya za Umoja wa Mataifa kuona hakuna sababu ya taasisi ama jumuiya ya kimataifa ya aina yoyote kuitawala nchi yoyote panapotokea misunderstanding ndani ya nchi zao. Hivyo wakaweka utaratibu kwamba nchi hizo wataunda chombo maalum kitakachoweza kusimamia upatanishi na kusuluhisha ili nchi husika ziweze kujiongoza zenyewe. Na wakati tunapigania uhuru, Umoja wa Mataifa katika kikao chake cha mwaka 1954 mwezi wa 11 waliweza kufanya declaration kwamba Tanganyika itakapopata uhuru, jumuiya za kimataifa na mataifa mengine na taasisi za kimataifa hazitakuwa na haki na mamlaka ya kuingilia mambo ya ndani ya maamuzi katika nchi yetu, isipokuwa watakuwa wana sehemu ya upatanishi. Na walipo declare mwaka 1960 wakati hati ya Tanganyika ya kuomba kupata nchi uhuru ilipopitishwa katika kikao kilichofanyika New York Marekani chini ya uwakilishi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, pia walifanya public declaration ya kusema nchi ya Tanganyika kwa wakati ule ambayo kwa sasa ni Tanzania haitaingiliwa wala kusimamiwa na jumuiya ya aina yoyote ya kimataifa katika masuala yake ya ndani, na nchi ya Tanganyika itaongozwa kwa kuzingatia misingi ya kikatiba iliyoidhinishwa na wananchi ndani ya nchi ya Tanganyika, na ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo natoa public declaration kwamba kumelimisha John Heche na Watanzania wote kwamba hakuna chombo chochote cha kimataifa chenye mamlaka
na uwezo wa kuingilia Tanzania ama kuiongoza Tanzania chini ya usimamizi wa serikali ya mpito. Na labda nitoe ufafanuzi tena mwingine ama faida kwa Tanzania. Kwanza, hakuna chombo chochote cha kimataifa sasa hivi chenye mamlaka ya kisiasa cha kuongoza nchi ya aina yote. Hatuna. Vyombo vya kimataifa tulivyokuwa navyo ambavyo vina mashirikiano na nchi zote dunia nzima ni International Monetary Fund, Benki ya Dunia, sio, umenipata, na Umoja wa Mataifa in general, UN. Chombo kingine cha kimataifa tunayo Commonwealth ambayo haina mamlaka. Chombo kingine tulichokuwa nacho ni AU ambacho hakina mamlaka, na nchi hizo zingine na jumuiya zingine zote hazina mamlaka ya aina yoyote ya kuingilia mambo ya ndani ya nchi husika na kuchukua mamlaka ya kuongoza nchi kupitia serikali ya mpito. Na serikali ya mseto haiwezi kupatikanika mpaka ndani pawe na kutokuelewana kati ya chama kilichoongoza na chama kinachofuatia kwa kura katika uchaguzi mkuu. Na kwa bahati mbaya zaidi, labda kwa faida ya Watanzania, yani serikali ya mseto na serikali ya mpito kwa sasa hivi, hata maridhiano yakifanyika kwamba chama cha demokrasia na maendeleo Chadema hawataweza kubenefit na maridhiano hayo, kwa sababu wao hawakushiriki kwenye uchaguzi mkuu na hawakuwa washindi wa pili katika kura. Kwa hiyo hawakushiriki. Kwa maana hiyo, utaratibu wa maridhiano katika uundwaji wa serikali za mpito na serikali ya mseto, wao wamekosa sifa zote za msingi kwa kutokushiriki kwenye uchaguzi mkuu.